Simba katika nchi hii, katika soka la Bongo imekuwa kama ni mtoto wa kambo. Mambo mengi sana ambayo tumefanyiwa Simba, ukiacha kufanyiwa na Yanga kuanzia 2021, ukaja tulifanyiwa na Azam, kile tulichukua uwanja ule kama uwanja wa nyumbani. Sisi tunatakiwa kwenda kufanya mazoezi, tunakuta uwanjani watu wanafanya mazoezi. Kitu ambacho walitufanyia kitu kibana, bodi ya ligi ilitoa tamko, lakini sisi Simba tunafaidika na nini? Katika tamko lao sisi Simba tunafaidika na nini? Kwa mwisho wa siku tunaendelea kufanyiwa mambo ambayo hayafai kwenye ligi ya Tanzania. Tunasema kwamba ligi tunatakiwa tuikuze ili iwe ligi bora ndani ya Afrika, lakini mwisho wa siku sisi ndio tunaosababisha hiyo ligi inakuwa sio bora. Sisi hatujawakimbia. Na naamini kabisa kwamba Afrika nzima inafahamu kwamba Tanzania Simba ni giant. Na katika timu ambayo inaongozwa kwa kucheza kihalali ni Simba. Hata wao wenyewe ukiwasikia wanakuambia kabisa kwamba Yanga haiwezi kumshinda Simba kwa uchawi. Kwa hiyo ina maana kwamba wao wanatumia sana imani za kishirikina. Ndio maana hata jana wakati wanatuzuia ilikuwa ni imani za kishirikina ndio zilisababisha waone kwamba sisi tunaenda kuloga. Kumbe sisi tunaenda kufanya mazoezi. Wenzangu wa Simba mimi ninawapongeza kwa kazi waliyofanya, kwa sababu kuzuia game isichezwe wametusaidia pia na sisi kusikika, kwa sababu ina maana game ingechezwa haya mambo yasingefahamika. Tungeona kama ni mambo ya kawaida tu. Lakini hili jambo lilikuwa la kawaida. Unajua kukaa wachezaji masaa mawili kwenye basi, unajua inachosha sana. Alafu vile vile kama mtu hajafanya mazoezi, hawezi kujua kwamba siku ngapi hawajafanya mazoezi toka ametoka kwenye game ya mwisho. Kwa hiyo ilikuwa pengine ni game yao ya kwenda kujiandaa. Ile rehearsal lazima ifanyike uwanjani. Lazima waangalie kwamba nani atacheza wapi, nani atashikana na nani. Lazima iangaliwe kwenye rehearsal kwenye uwanja. Sasa unapokataa mtu asifanye rehearsal kwenye uwanja, maana yake ni tatizo.